Naam, waligani mfuatiliaji wangu mpenzi kabisa wa Feti Media, wherever you are, you have to know that Feti Media tunatambua uwepo wako hapa kwa wewe kuwa na sisi toka hapo tulipokuwa tumeanza mpaka tulipofika, lakini vile vile kwa ndugu yetu ambaye pengine ndio mara yako ya kwanza kabisa una tune on Feti Media, nikwambie karibu sana na utakuja kujutia kutuchagua Feti Media, sababu tumebeba kile kitu ambacho you wish to get. Basi hapa unakutana nacho. Wewe ni mdau wa masuala ya michezo, burudani, mikasa, entertainment news, bila kusahau masuala ya siasa tutakuwa na gusia huko upate kujua kipi kinachokuwa kinaendelea msimu huu ambao tunaelekea masuala ya ekaeka za kampeni na kuelekea uchaguzi mkuu mwezi Oktoba kama sio Novemba. Lakini vivyo nikukumbushe tu kwa ndugu yangu ambaye unapenda kufuatilia masuala ambayo yanagusa jamii deep kabisa, basi nikwambie mikasa itakuwa na kuhusu kinoma noma. Licha ya kujifunza huko, licha ya kupata entertainment, licha ya kupata burudani, basi moja kwa moja utakwenda kuhabarika na kujifunza mengi kabisa kutoka channel hii pendwa ya Feti Media. Mji umezidi kuwa moto ndugu zangu, ni mji umechangamka, so ukizubaa tu basi unaweza kupitiwa. Kocha msingi stay strong, mradi usipitiwe kizembezembe bwana, kwa sababu mji umezidi kuwa mchachu zaidi, umezidi kuchangamka kutokana na yale ambayo yanaendelea kwa sasa ndugu zangu. Azatodi kwamba mji umezidi kuwa moto, lakini mambo ambayo yanafanya mji kuwa moto zaidi pia ni hizi kesi ambazo tumekuwa tukizipokea kutoka kwa wasanii ambao walikuwa under label, wasanii wengi tumeona wakiingia kwenye label wanakuwa na kenua meno 32 nje, lakini kwenye upande wa kuachana tu pale kunakuwa na vitu vingi vinaibuka. Sasa sijui ndio watakuwa wameshapata ule maarufu, lakini sasa ile pesa yenyewe hana. Nakwambia pia tumepitia katika post ya ndugu yetu Wozo, anakuambia hakikisha mwanao anapambana kutafuta pesa kwanza, sitafute umaarufu, sababu umaarufu akiutafuta ataupata mwisho wa siku aje ku pretend life au aje ku fake life, au mwisho wa siku ajikuta anaingia sehemu ambayo sio kwa ajili ya kutaka tu kulinda brand. Ni ushauri mzuri sana ambao ndugu yetu ameuzungumza Wozo. Lakini tukiachana Wozo bwana, tuna msanii wetu huyu pendwa kabisa, kijana ambaye anazidi kufanya muziki wake vizuri kabisa, mambo yanazidi kuwa talada kwa upande wake. Namzungumzia ndugu yetu huyo Jay Melody. As you know, Jay Melody bwana msanii ambaye anafanya muziki mzuri na amepokelewa kwa ukubwa sana kwa siku za hivi karibuni, lakini licha hivyo alikuwa na issue yake huko nyuma alopitia, mengi amepitia na nini mambo mengi, lakini kwa hili ambalo tulikuwa hatujalifahamu kutoka kwake tumepata kujifunza mengi zaidi, kwamba katika maisha you don't have to give up. Doesn't matter unapitia katika which situation passing through, but you have to fight with them ili kuhakikisha unashindana nazo na kusimama, na siku moja utakuja kutestify kwamba Mungu mwema, Mungu amenivusha. Kwa sio kila changamoto unakuja basi yulana wewe, hapana, unabidi upambane nalo imradi kuhakikisha unakuwa na ushuhuda uko mbeleni. Au unaweza kawa ni mtu ambaye kuwafanya watu ambao wanaelekea kata tamaa basi wasop hapo na wazidi kupambana kuvuka katika situation hiyo ambayo watakuwa wanapitia. Ndugu yetu Jay Melody ameachia tracklist yake ya ngoma ambazo ataziachia katika albamu yake hiyo. Albamu imesheheni ngoma moto humo. Albamu imezidi kuwa moto na inavyoonekana akija kuidrop soon, as you know, amekwambia kwenye tarehe fulani hivi za mwezi huu, kama sio tarehe 9 hivi, kama ni Ijumaa I think ya tarehe 9 atakuwa ameililizi hiyo albamu yake. Albamu yake ina almost nyimbo 10 na humo ndani tunaona collaboration ni ngoma 3 kama sio 4. Tukianza na ngoma nambari 1 inaitwa How to Boy, nambari 2 inaitwa I Don't Know, nambari 3 ni Shaloa featuring Alikiba, collab ya kwanza hiyo, track namba 3. Namba 4 Ujaona Bado, namba 3 namba 3 My Dearest featuring Jux, kwa ni collab ya pili. Namba 4 Mtoto, namba 7 Jilani ashaiachia hii, namba 8 Kiguu na Njia, namba 9 Nazama, namba 10 Taifa, namba 10 Tilalila featuring Mwana FA. Kwa tunaona kuna collaboration kama 3 ambazo wameshirikiana na brothers. As you know, ni willing yake ilikuwa kwamba kufanya ngoma na mheshimiwa ambaye sasa hivi ni naibu waziri Mwana FA, na amefanya naye, lakini vile vile Jux pia amefanya naye, ni brothers wote. Alikiwa pia amefanya naye. As you remember wakati anachia Therapist, album yake hiyo ilikuwa inafahamika kwa jina hilo la Therapist. Alikuwa ameshirikisha sana wasanii fulani ambao watu wengi waliwish kuwasikia wasanii wakubwa ndani, lakini akaona no,
hii albamu ya Therapist inahitaji vijana wenzangu ambao si tunajitafuta au tuna majina sio kama hao wengine, but next album pengine anaweza kafikiria na kufanya collab na wasanii wakubwa, and we already see it kwamba tumeona Mwanafa, tumeona Alikiba, tumeona Jux katika hiyo albamu inayokwenda kwa jina la Addiction. Addiction. Albamu iliyopita inaitwa Therapist, lakini hii inakwenda kwa Addiction. Tunaona katika kama ni season fulani hivi anazidi kuachia za hiyo title ya album. All in all, album inakuja soon tarehe 9. Na vivyo hivyo pia ukimzungumzia Jay Melody, kwa sasa amekuwa ni msanii ambaye amekuwa ashalisoma game au ameshasoma kwamba muziki wake on sale watu wanasikiza wapi kisoko zaidi. That's why ameamua pia si kwenye ngoma fulani ambazo unajua hizi nikipita hakuna mtu ambaye anaweza kachomoa, licha ya kuwa na sifa ya kupendwa na wadada wengi sana kupitia ngoma zake hizo, kutokana na feelings mbalimbali ambazo kwa ameimba, lakini kutokana na ile reality ya ngoma zake, basi pia kumekuwa na kundi kubwa la vijana na watu ambao wanapenda muziki mzuri kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni wakimfurahia na kumshangilia, kwa sababu pia ameonekana kustick katika muziki wake wa aina moja since he started mpaka hapo alipofika. Hajabadilika sana, lakini ni mtu fulani ambaye anazidi kuhakikisha kwamba mambo anazidi kuwa mambo, kuhakikisha muziki wake unazidi kuwa muziki na muziki wake unazidi kusikilizwa sehemu mbalimbali ulimwenguni. Mdau wa masuala ya music, mdau wa masuala ya entertainment news, kwa upande wako unamuona wapi ndugu yetu baada ya miaka 5? Sababu tumeona siku hizi pia amekuwa akiachia album sana, licha kwamba kumetokea complain ya wasanii wengi wanakuambia hawaamini katika album kama inalipa, kama wakifanya EP wanakuambia EP ndio inalipa more than album, lakini kwa upande wake pia ameamini katika album. That's why tumeona amekuwa akijitahidi sana siku hizi kutoa album. Mambo ni moto, mambo ni mazuri kwa upande wake na mnyokea, licha kwamba watu wakaanza kumzushia baada ya kufanya collab na Diamond Platnumz, basi nyota yake design kama imefifia, lakini amekuja kuimprove leo kama no, it's about work. If you work hard, lazima utazidi kuwa on top always. Kama wewe sio mchapa kazi kweli kweli, usitegemee kufika katika level ambazo unatamani kufika huko. So you have to be hard working, mchapa kazi, creativity kwenye hizo kazi zao, sababu always hizi sanaa zinahitaji uwe na ubunifu, sababu ukizungumza masuala ya ubunifu sio tu katika miondoko au style ya wapi na wapi, lakini pia katika pia utunzi wako, sababu tumekuwa na group kubwa la watu ambao wanazidi ku copy and paste. Wanamsikia msanii fulani akiingia studio anapita humo, so inakuwa inaleta ugumu mtu kutofautisha huyu ni nani na yule ni nani. Ni hilo ambalo nilikuwa nimekusogezea muda wangu wa Feti Media. So hakikisha unazidi kuambatana na sisi katika next news. Mambo ni mengi mazuri makubwa yanakuja, so stay tuned. Kama hujasubscribe na kutani on notification, na hivyo usishie kuenjoy peke yako au usishie kuenjoy ili jimbo au chimbo la kijanja peke yako. So you may send links kwa vijana, kwa yoyote ambaye anawish apate habari moto moto kutoka kwetu Feti Media. Better for life. Bye bye.